Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi yaani UVCCM Taifa, Mohamed Kawaida amewataka wanasiasa nchini kuacha kutoa matamko, kauli au kejeli zenye kugawa taifa, badala yake wajenge umoja, mshikamano na kudumisha amani nchini. Msimamo huo unakuja kufuatia kauli za baadhi ya wanasiasa kutoa matamko kuhusu maandamano ya Oktoba 29, 2025 wakati wa uchaguzi mkuu, ambapo kulikuwa na vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali na vifo vya watu. Akizungumza jijini Dar es Salaam siku ya leo Novemba 9, 2025 katika mkutano na waandishi wa habari, Kawaida amelaani matukio ya uvunjifu wa amani ya Oktoba 29 na 30 mwaka 2025 katika maeneo mbalimbali nchini. Akaeleza kuwa, natoa rai kwa wanasiasa wenzangu ndani ya chama changu na wale wa vyama vingine kuacha maneno ya kejeli au matamko yenye kutoa taharuki au kutugawa. Huu ni wakati wa taifa kuwa na umoja na mshikamano. Kila mwanasiasa aache ulimi wake ama achunge ulimi wake, kwa sababu maneno hubomoa na maneno hujenga, amesema Kawaida. Kufuatia kauli hiyo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa ndugu Prince Mwaihojo amesema CCM ndio inayoongoza nchi, hivyo inapaswa kusimamia amani ya nchi kikamilifu. Ukijaribu kuangalia yale maandamano utajua chanzo cha vurugu ni nini: ubabe katika kutafuta suluhu ya jambo, haki ni muhimu katika kutafuta amani, alikuwa amesema. Kauli ya Kawaida inakuja siku moja tangu makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kueleza kuwa serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imechukua hatua za kurejesha utengamano katika nchi na kuhakikisha wananchi wanaishi katika utawala wa sheria. Dr. Nchimbi alitoa kauli hiyo alipomwakilisha Rais Samia katika mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi nchini na serikali wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika yaani SADC. Dhamira ya Rais Samia ni kuhakikisha mchakato wa mazungumzo ya maridhiano unafanikiwa ili kuwa na taifa lenye amani na umoja na kuendelea kuwa mfano wa utulivu katika Afrika na duniani kote kwa ujumla, alikuwa amesema. Kilichotokea Oktoba 29, Kawaida ameeleza kuwa vurugu hizo ambazo kwa mujibu wake hazikuwa maandamano halali zilisababishwa na vijana waliopotoshwa kupitia mitandao ya kijamii na watu wanaoishi nje ya nchi ambao walichochea ghasia huku wakiwa salama nje ya Tanzania. Ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya vijana wetu wakiingia barabarani kwa kushawishiwa na watu wasiokuwa na nia njema na nchi yetu. Wengine wanaishi nje ya Tanzania, hawapo tena hapa, lakini wanawatumia vijana wetu kama nyenzo za vurugu na uharibifu, alikuwa ameongezea. Kawaida amesema vurugu hizo zilisababisha madhara makubwa kiuchumi, zikiwemo biashara kusimama katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine, wafanya biashara kupata hasara na huduma za kijamii kama zahanati na vituo vya polisi kuchomwa moto pia. Kiongozi huyo amesema vijana walioshiriki katika vurugu walipoumia walishindwa kupata huduma za kwanza kwa sababu zahanati walizozichoma ndizo walizokuwa wanategemea kupata matibabu, jambo ambalo kwao ilikuwa hasara na kwa taifa pia. Athari za vurugu hazikubaki Tanzania peke yake, bali zimeathiri biashara za kikanda kwa nchi jirani kama Kenya, Zambia, Malawi, Burundi, Rwanda, Uganda na Kongo ambazo hutegemea bandari ya Dar es Salaam kwa usafirishaji wa bidhaa muhimu, alikuwa amesema. Mwenyekiti huyo wa UVCCM amewasisitiza vijana kutambua umuhimu wa amani, akisema kwamba maendeleo, ajira na ustawi wa taifa haviwezi kupatikana katika mazingira ya vurugu. Amani si udhaifu, ni nguvu ya kuleta maendeleo endelevu. Vijana wanapaswa kufikiria wazee wanaohitaji dawa hospitalini, wajawazito wanaohitaji huduma, au mfanyabiashara mdogo anayepata riziki yake kila siku. Vurugu zinaharibu maisha ya wote hawa, alikuwa amesema Kawaida, mwenyekiti wa UVCCM Taifa.